Asante, karibu katika kurasa za mwisho. Mimi ni Philip Cyprian nikikukaribisha katika weekend hii, siku ya Jumamosi, ambapo moja kwa moja tunakwenda kuangalia yaliyojiri katika wiki hii yote mpaka kufikia leo siku ya Jumamosi na kesho Jumapili, na kubwa kabisa tukiwa tunaanzia katika michuano ya Afrika ambayo toka imalizika ya michuano ya AFCON, kombe la mataifa ya Afrika pale Morocco, kumekuwa na back to back, kwa maana ya kwamba kila wiki kumekuwa na michezo ya kucheza kuelekea katika kutafuta nafasi ya kwenda hatua ya robo finali ya michuano ya kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika pamoja na shirikisho, na hii yote ni kutokana na kuwahi kalenda ya michuano ya kombe la dunia. Hapa studio nipo nami Philip Cyprian pamoja na Jabir Juma mchokonozi, si ndio babu? Yes. Haya, pamoja na Charles Abel, Philip Nkini na Faustin, wote hawa tukiwa tunataraji kuangalia yaliyojiri katika magazeti kwa weekend hii, hasa katika siku hii ya leo na kesho. Mchokonozi wakati mwingine ni mchambuzi au mdodosi au mbea au mbea vyote vyote hivyo sawa. Haya basi, tuna michuano ya wenzetu hapo katika maeneo tofauti tofauti barani Afrika. Edward Mangasore yupo na timu ya Simba ambayo ipo pale nchini Angola. Leo wanacheza na Petro milango ya saa 1 kamili jioni. Alikadhalika tunayo wenzetu ambao wapo nchini Morocco. Mohamed yeye yupo na timu ya Yanga kuelekea katika michezo muhimu hii ya leo, na Azam FC leo hii wanacheza dhidi ya timu ya Maniema. Mimi nakuwa mkweli, Maniema ni timu ngumu sana, lakini Azam iko nyumbani na nayo ni timu ngumu. Kwa hiyo naamini utakuwa mchezo mmoja matata sana wa leo, na Azam akishinda leo atakuwa matumaini yake ni makubwa sana kuelekea katika hatua ya robo finali. Vipi mchokonozi, ni kweli uongo? Ya, ni kweli. Nilimuona Chazi Abel kupitia Instagram page yake akidodosa na kuleta za kiwandamizi zile hesabu pale, akaleta hesabu calculation. Nikaziangalia, nikachukua na mimi calculator. Ukaona yaji anakuja magumu, yani kuja anakuja. Nikamsikia kocha wa Simba naye anasema kwamba wakishinda matumaini yanafufuka. Twende kwa Edward Mangasore. Edward, habari za wakati huu? Unajua huko kuko sawa kabisa. Nipe nini ambacho kipo katika kambi ya timu ya Simba ambayo hapo baadaye itacheza na Petro? Cyprian kutoka Dar es Salaam, na hapa ni Luanda, Angola. Panaanza kupambazuka kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kibinadamu kuweza kurejea hapa. Kwenye upande wa kurasa za mwisho hapa Angola, bado joto la Petro Atletico dhidi ya Simba linaendelea kupanda taratibu, na toka jana tumeweza kuona makocha wote wameweza kuzungumza kile ambacho anakitarajia kwenye mchezo huu. Kocha Steve Becker akizungumza, lakini pia kocha wa Petro Atletico naye alikuwa na yake ambayo aliyazungumza kuelekea kwenye huo mchezo, akikiri kwamba Simba waliocheza nao Dar es Salaam sio Simba hii ambayo anaenda kukutana nayo, ina mabadiliko makubwa sana, akitoa heshima pia kwa kocha Steve Becker kwamba ni miongoni mwa makocha wakubwa katika soka la Afrika. Lakini pia Neo Maema naye alizungumza kwa niaba ya wachezaji kwamba wamejipanga wao kwenda kuzitafuta alama 3 ama kutafuta ushindi katika mchezo huu ambao wanacheza hapa ugenini. Lakini kwenye taarifa mbalimbali za vyombo vya habari kuhusiana na huu mchezo, nikaanza kufanya utafiti kujua nini ambacho kinazungumzwa katika mchezo huu, na hapa nikakutana na miongoni mwa waandishi wa magazeti ambayo yanaandikwa ama yanaandika taarifa za michezo kwa undani zaidi hapa Angola, kwenye mji wa Luanda. Angop ni miongoni mwa magazeti hayo, na tukazungumza naye. Huyu ni Miguel Niemba ambaye ni mwandishi kijana katika tasnia ya michezo na anajua vizuri sana michezo, lakini pia akijua kile ambacho kinaendelea Tanzania, na hapa ananiambia nini ambacho kinaandikwa kwenye magazeti, hasa chombo chake ambacho anakifanyia kazi, nini kinachozungumzwa. É jogo expectante para todo o povo angolano, sobretudo aos adeptos do Petro de Luanda. Jamii ya hapa Angola inatarajia makubwa kwenye mechi hii.
na inaleta matumaini makubwa kwa Petro kupata alama 3 ambazo zitamsaidia kufufua matumaini ya kufuzu hatua ya robo fainali. Lakini pia tunajua Simba si timu ndogo, walikuwa hapa mwaka jana. Licha ya kwamba wana kocha mpya, lakini ni timu nzuri, haijalishi kocha ni nani. Kwenye vyombo vya habari, hasa gazeti ambalo ninafanya kazi, imezungumzwa kuwa ni mechi kubwa sana. Inaenda kuwa mechi ya kufa na kupona kwa timu zote mbili, ila kikubwa kinachozungumzwa ni kuhusu ukubwa wa Simba. Kwa ujumla, hii ni mechi ambayo haina matarajio tofauti kwa hapa Angola. Ni mataifa mawili yanapambana na kwenda kwenye hatua nyingine. Angola na Tanzania zimeunganishwa na ushindani mkubwa wa kimichezo, kwa sababu Angola imekuwa ikipata wachezaji waliocheza Tanzania, na Tanzania pia imekuwa ikisajili wachezaji wengi kutoka hapa Angola. Hivyo hii ni mechi inaenda kuipa heshima moja hapo kati ya mataifa haya mawili. Naona matokeo ya 2-1 kwa Petro kushinda, na pengine inaweza kuwa sare ya 1-1, ila Petro ana nafasi zaidi ya kushinda 2-1. 2-1 a favor do Petro, ou então 1-1, mas o Petro ganha 2-1. Philip Cyprian pamoja na hao ambao wapo studio hapo, waandishi ambao wapo hapo studio, kiukweli mechi hii ndiyo pekee inayosubiriwa kwa sasa, kwa sababu maandalizi yote yamekwisha kamilika, na mimi ni miongoni mwa watu ambao nitakuwa katika uwanja wa 11 du Novembre, kwa maana ya uwanja wa taifa wa Novemba 11, kuweza kushuhudia kile ambacho kitakuwa kinajiri katika mtanange huo wa Petro de Luanda dhidi ya Simba. Niseme tu kwamba mtazamaji yule ambaye hajalipia kifurushi cha Azam TV, ama jirani ambaye anafahamu mwenzake hajalipia kifurushi cha Azam TV, akamwambia akalipie, uhondo mkubwa sana, kwa sababu hii mechi haichukuliwi poa hapa Angola. Nikutakia asubuhi njema, lakini nitakie pia Tanzania kazi njema. Na Edward Mangasole ambaye yupo Luanda nchini Angola, na nikukumbushe tu katika kundi la Simba yuko katika kundi B, ikiwa na kumradhi, Simba ipo katika kundi D ikiwa pamoja na Stade Malien ambaye yeye ana pointi 8 mpaka kufikia leo. Esperance Tunis yenyewe ina pointi 6. Petro mpinzani wa Simba leo hii ana pointi 5. Alafu Simba wenyewe wana pointi 1 leo hii. Kama Simba akishinda ugenini atakuwa na pointi 4, ambayo bado kidogo. Bado hapa nataka watu wachemke hapa. Zile calculations unasemaje? Unajua ili kundi. Ili kundi. Kama ile mechi Esperance angekuwa ameshinda hapa Dar es Salaam zidi ya Simba ile, nafikiri ile kundi lingekuwa limeisha sana. Yaani lingekuwa limebakia kwa timu 3 tu kugombania. Lakini kwa sasa hivi kuna kitu kinaweza kutokea kikubwa. Hapo Giant anaweza kuondoka hapo. Esperance anaweza kuondoka. Yaani kwa mfano leo akipata matokeo huyu nani? Akipata matokeo labda huyu Tunis yuko Malien leo. Tunis yuko Mali. Yuko Mali leo. So mechi ya kwanza ndio kule ilikuwa bila ambayo Stade Malien walifika asubuhi. Kweli huyu Malien huyu kama yuko nyumbani leo hii atataka kuqualify mapema akimtungua Tunis. Kwa hiyo atabaki na tuseme mahesabu yetu, akibaki na 5 hapa ndo kashachomoka hapa. Akibaki na 6 na 5. Esperance unamzungumzia? Esperance ana pointi 5. Ana pointi 6 sasa. Ana pointi 6. Akibaki na 6. Kuna uwezekano mkubwa Petro kama akifunga Simba akapanda pale juu. Si ndio? Yani hilo kundi, ugumu wa Esperance leo ni kwamba Stade Malien akishinda sio tu anaongoza kundi. Yaani sio tu anatafuzu, na atajihakikishia kuongoza kundi kwa sababu ya head to head dhidi ya Esperance na dhidi ya Petro Luanda. Lakini kitu kingine nimeona hapa hesabu, sijui kocha wa Simba nimesikia Mangasole anasema sijui kufufua matumaini. Simba katoka. Yaani hakuna hesabu yote ambayo sasa hivi itambeba Simba. Hata ashinde mechi zake 2. Kwa sababu akishinda 2 anafikisha 7. Ambazo 7 Tunisia, Esperance akitoka sare moja anakuwa amefikisha 7. Tufanye hivi. Kwa head to head. Tufanye
tufanye hizo timu za juu zimetoa hizo timu mbili za juu zimetoa sare hapo. Hata ukinoka wakitoa sare yana hata ukinoka kuleta hilo alijika. Kuna hesabu fulani mshabiki mmoja nimemwona anasema kwamba Esperance na Stade Malien wanafanya vurugu, sio wanafungiwa na sawa ni pumbavu. Nani wanafungiwa? Hizo ni hesabu za ovyo. Yaani hata ukitoka kuleta mbovu inakosea. Yaani matokeo yoyote ya Esperance na Stade Malien yanamtoa Simba. Kwa sababu Simba hawezi kufikia pointi za Stade Malien. of course. Simba wakitoka sare Esperance na Petro. Esperance anafikisha pointi 7, anapita kwa head to head against Simba. Akishinda Petro anafikisha pointi 8, Simba hayumo. Kwa hiyo hakuna hesabu za kumbeba Simba. Tufikirie zaidi. Sasa kuna mtu kafikiria kaweka mafikirio ya calculation ya ziada hiyo. Calculation mbovu, calculator mbovu. Ukasema calculator mbovu. Yana ndio kununua mbovu. Bado inakataa. Bado inakataa. Kama ni kupiga mahesabu, kama tuna hamu ya kurudi shule kupiga mahesabu, labda uje kwenye kundi la Yanga. Lakini huko kwenye Simba shughuli ilishaisha. Tunakamilisha ratiba. Kwa sababu hiyo, kwa sababu tu kanuni zina lazima uende ukacheze hizo mechi. Ingekuwa ile zamani kama alivyofanya Mtibwa. Jamani, niendeleeni. Haya, ili kuonesha kwamba Simba aliteleza ni kushinda hizo mechi mbili zilizobaki. Lakini asiposhinda hizo mechi mbili zilizobaki, Simba ameanguka. Yaani kushindwa kuvuka sio dhambi. Kuna timu nyingi sana zinaweza zikashindwa kuvuka. Lakini umeshindwa kuvuka kwa mazingira gani? Ukiangalia hata kundi la kina Mamelodi sasa hivi, Mamelodi anaweza asivuke pia na yeye. Lakini kushindwa kuvuka sio dhambi. Umetafuta ile njia ya kuvuka. Kwa sababu Simba alishaye kuvuka akiwa na pointi 8 na akaondoka akaenda. Akifikisha 7 bado anaweza akasema bwana, tulikosea tu kidogo hatukwenda. Lakini kikubwa sana ni hizi mechi mbili zilizobaki kuonesha ile heshima yake ambayo ipo. Ni bana mpinga kidogo, naweza kampinga nikini. Wewe usinipinge, wewe toa hoja yako. Wewe toa hoja yako. Kampinga au nitoe hoja yangu. Mnapokuwa kwenye group, malengo ni nini? Ni kufuzu, qualify. Mnapambania qualify kwenda hatua inayofuata. Kushindwa kwenda umefeli. Haijalishi ulikusanya point. Hizo point zinakusaidia nini? Ndio nikupe mfano sasa hivi Kijueni Simba ametolewa. Lakini Kijueni huko Yanga ana matumaini ya kwenda kwa sababu anazo point tayari. Si ndio? Lakini akija kushindwa kwenda, hawatakuwa tofauti na huyu ambaye ana point moja naye haja kwenda. Kwa sababu lengo ni kufuzu kwenda robo finali. Lengo sio kushinda point fulani niseme mimi nilifikisha point 7. Zimekusaidia nini? Kwa hiyo mimi namuelewa Philip kwenye engo moja, kwenye hiyo hoja yake aliyoweka Philip kwamba Simba kwenye miaka ya karibuni kwenye mashindano ya vilabu barani Afrika, Simba kuna standard yake alitengeneza ambao haina doubt. Kwa sababu toka 2018 Simba alikuwa anacheza robo finali. Mwaka jana akucheza Champions League, lakini alicheza Federation na amefika finali. Hiyo tayari kuna cap fulani ameitengeneza. Sasa unajua ni kama ilivyotengenezwa makundi. Wakati anatengenezwa makundi kulikuwa na zile zinaitwa prediction kwamba hili group Simba ataqualify. Lakini sio lotengeneza group walo predict kwamba Simba ataqualify ni kwa sababu tu Simba inajulikana ni hii Simba. Yaani kwamba huyu mtu ana trend kwenye 4-5 years anacheza quarter final. Naona na anafikiria kucheza semi final. Sasa leo Simba tushindwa kushinda mechi hata moja kwenye group, manake ndio anachosema Philip. Sasa wale watu ambao walikuwa na predict Simba wanasema sasa hii timu labda inaanguka. Nafikiri huyu anaiweka engo hiyo ambayo ukija kuizungumzia kwenye hivyo manake ina mashiko. Yaani leo Simba hata sasa hivi kwa kwenye pointi moja, kuna watu wengi wachambuzi wa soka barani Afrika wanafikiria nini kimetokea Simba, kwa sababu wanajua kwamba ni timu ambayo ilikuwa inapewa nafasi kubwa ya kucheza quarter final. Kaka, Simba imefeli kuqualify kwenda quarter final. Haijalishi hata atashinda kwenda kwa pointi 2 au pointi 1. Bado malengo hayajatimia. Unajua mimi najaribu kuelewa wote, lakini nyingine namuelewa zaidi. Unajua kwenye group stage sio tu kufuzu, lakini unajua hata hatua ya makundi inapoisha
kuna points ambazo timu inakusanya. Yaani point anazokusanya wa mwisho sio sawa na point anazokusanya wa pili, wa tatu na wa pili na wa kwanza na wa kwanza. Maana yake Simba akimaliza wa mwisho anakusanya pointi 0.5. 0.5. Yaani 0.5. Ukimaliza wa tatu unakusanya pointi moja. Ukiwa wa mwisho ni pointi moja. Ukiwa wa tatu ni pointi 2. Maana yake ni nini? Ndio anapokuja kusema Nkini. Yaani wewe kutoka kukusanya pointi 5 mpaka kukusanya pointi 1. Yaani wewe yaani sio niseme ni na aina gani ya anguko. Yaani leo tunazungumzia timu ambayo ilikuwa inaenda hadi mechi ya 5 imefuzu. Leo inaenda hadi mechi ya 5 haijapata ushindi. Yaani hilo ni anguko baya. Unajua kuna anguko na kuna ile kusema timu imeteleza. Lakini kuna lile anguko baya. Sasa kile Simba akishindwa angalau kuondoka, yani akishindwa hata kupata ushindi katika mechi ya kesho au akamaliza akiwa hajapata ushindi, hilo ni anguko baya. Unajua wakati mwingine unasema acha koleo liitwe koleo. Simba anacheza leo. Mechi ya leo, ndio. Na unachosema hicho chochazi kwa kuongezea, kumbuka Faustin, yani Simba ana wapinzani katika ile top ile ya vilabu 10 kwa point. Na wapinzani ambao mmoja wapo yupo Berkane hapo nyuma. Hata chana tuna Berkane. Simba kama Yanga akivuka kwenda hatua ya robo finali, ina maana Yanga atamvuka Simba. Kutokana na zile pointi atakazokusanya. Simba na pia ata drop mpaka nafasi ya 8 au ya 9. Alafu Yanga atakuja nafasi ya 6. Okay. Kwa ukiangalia calculation hizo ndo tunazozungumzia kwamba yani pamoja tu na kwamba kuna fedha utapata, hiyo dola 700,000 bado sio hela ndogo, ni around bilioni 1 na kwa timu itakuwa mwanzo nafasi ya 3 na ya 4, lakini ile heshima ya Simba bwana, msimu huu ilishinda angalau ilikosa pointi 2 kuvuka. Ni tofauti na kukosa pointi 7 kuvuka. Okay. Mwana Sports gazeti la leo linasema siku ya hukumu, ikiweka mechi zote hapa. Tajiri aiwekea Yanga bilioni 1. Beka kocha wa Simba huyu atunisha misuli ya Angola. Azam Meniema mtego. Ni katika gazeti hili la Mwana Sports ambao wamekuja na kichwa cha habari cha siku ya hukumu, ambapo Asfar Rabat na Yanga saa 4 usiku, Petro saa 1 usiku katika uwanja wa Amani. Azam Meniema, Singida Big Stars Belouizdad ni kesho. Mechi yao ni kesho. Tuende tukaangalia dimba ambalo makala fupi tu ambayo imeandaliwa na Edward Mangasole kuhusiana na uwanja ambao Simba leo hii watautumia ifikapo saa 1 kamili usiku. Estadio 11 de Novembro, huu ni uwanja wa taifa wa Angola ambao ulijengwa mahususi pia kwa ajili ya michezo hapa nchini Angola, lakini lengo kubwa lilikuwa pia ni AFCON 2010 ambapo walikuwa ni waandaaji. Huu ndio uwanja ambao umebeba taswira nzima ya michezo kwa Angola kwenye mpira wa miguu, lakini pamoja na michezo mingine ikiwemo riadha. Ni uwanja mkubwa ambao unaweza kuingiza watazamaji takriban 48. Sasa Simba wapo katika huu uwanja kucheza dhidi ya Petro de Luanda. Si uwanja mgeni sana kwao kwa sababu mwaka jana mwezi wa kwanza walikuwa kwenye huu uwanja kucheza kombe la shirikisho, mchezo wa kombe la shirikisho dhidi ya Bravo do Makui, mchezo ambao ulimalizika kwa Simba kupata sare ya bao 1-1. Hivyo sio uwanja ambao ni mgeni kwa Simba kama ambavyo watu wengine pengine wanaweza wakawa nafikiria, lakini huu ni uwanja ambao una historia kubwa sana kwa sasa katika bara la Afrika. Licha kwamba umehost finali ya AFCON mwaka 2010 na Misri anachukua ubingwa, huu ni uwanja pia ambao umetumika kwenye mchezo wa kirafiki kati ya timu ya taifa ya Angola Palancas Negras dhidi ya Argentina, mchezo wa kirafiki ambao ulikutanisha mataifa haya mawili. Huu ulikuwa ni mchezo uliokuwa unaenda kuadhimisha miaka 50 ya uhuru wa Angola. Ni mchezo ambao Lionel Messi La Pulga alikuwa kwenye huu uwanja akiwa na kikosi cha Argentina. Zaidi ya bilioni 60 za Kitanzania zinatajwa ziliweza kutoka kwa ajili ya kuandaa mchezo huo ambao unatajwa kwamba ulihudhuriwa na watazamaji mbalimbali kutoka hapa Angola, lakini pia na wengine kutoka nje ya Angola, kwa sababu kila mtu anajua ukubwa ambao Lionel Messi anao kwenye mpira wa miguu duniani na walikuja wakacheza mpira hapa. Sasa
Mechi hiyo ilizalisha magoli mawili. Goli la kwanza lilifungwa na Lautaro Martinez dakika ya 44 ya mchezo kipindi cha kwanza, lakini goli la pili lilifungwa na Lionel Messi kwa dakika 82 katika uwanja huu. Linasalia kuwa goli pekee ambalo Lionel Messi amelifunga kwenye ardhi ya Afrika. Amewahi kuja kucheza kombe la dunia na Argentina mwaka 2010 nchini Afrika Kusini, lakini hakubahatika kupata goli lolote katika mashindano ambayo yalimalizika kule nchini Afrika Kusini na Hispania inakuwa bingwa. Hivyo katika uwanja huu wa 11 de Novembre ndio uwanja pekee ambao Afrika ulishuhudia bao la Lionel Messi la Pulga Atomic Flare, wengi wakimtambua kwa majina mbalimbali, mmoja kati ya wachezaji ambao wamechukua tuzo nyingi sana kwenye mpira wa miguu. Hivyo Simba watakuwa wakicheza hapa dhidi ya Petro de Luanda, lakini Simba walitoka kucheza hapa dhidi ya Bravo de Maquis mchezo uliopita kabla ya huu wa kombe la shirikisho, na aliyefunga ni Lionel Ateba. Huu uwanja una bao la Lionel Messi. Asante, hii ni Azam TV live kutoka Luanda, Angola. Asante Edward, kila laheri Simba leo hii usiku. Twende katika kundi la Yanga ambapo Yanga leo hii nayo jana, matokeo ya jana ya mechi ya jana MC Alger ni 2-2, ni 2-1. MC Alger kashinda. MC Alger kashinda dhidi ya Hilali. Hilo kundi nalo limechangamka. Haya, twende kwenye kundi la Yanga ambao wenyewe wapo katika kundi B, kundi ambapo kuna Al Ahly, Yanga, FAR Rabat, JS Kabylie. Ahly ana pointi 8, Yanga 5, FAR ana pointi 5, Kabylie ana pointi 2. Jana wamefanya mazoezi. Wakati tunazungumzia Yanga, basi tuweze kuona mazoezi yao ya mwisho kuelekea katika mchezo wa leo, ambapo nalo katika mchezo huu wa leo kundi lake limechangamka. Kuna FAR Rabat ambaye naye kashajivuta katika pointi 5. Mahesabu yako vipi mchokonozi? Mechi ngumu, lakini Yanga katika mechi mbili walizocheza za halali kuna makosa ambayo yalikuwa yanafanyika ambayo yalikuwa yanashangaza sana. Kwa hiyo mechi zote mbili ambazo Yanga wame concede goal dhidi ya Al Ahly, zote ni makosa ambayo yamefanyika kwenye eneo la ulinzi, na ilikuwa yanafanyika makosa ambayo ulikuwa utarajii wachezaji wa kiwango kile walikuwa wanaweza kufanya. Hata ukiangalia goli la Zanzibar ulikuwa unashangaa kwamba mchezaji kama Boka yuko pembeni ya uwanja analazimisha kuingiza pasi ndani, ambapo alikuwa anaweza kutoa mpira tu kawa kurushwa na wakaja wakaadhibiwa. Kwa hiyo mechi ya leo wanapaswa kubadilika sana kwenye eneo hilo. Vinginevyo kwa FAR Rabat walivyo, wanaweza Yanga wakawa kwenye wakati mgumu sana baada ya dakika 90 kuelekea robo finali. Yanga Abel, calculation zako? Najua urahisi kwa Yanga ni kwamba hategemei matokeo ya mtu mwingine. Yani hategemei. Yani ili afuzu, karata yake iko mikononi mwake mwenyewe. Na huyo kwa mechi ya leo. Yani kwa mechi ya leo kwamba akishinda au akitoka sare anajenga kwenye nafasi nzuri. Akishinda anafuzu, anajenga kwenye nafasi nzuri ya kufuzu au akitoka sare. Lakini pia hata FAR Rabat naye akishinda huo mchezo kwa tofauti ya mabao mawili, anakuwa anajenga kwenye mazingira mazuri ya kufuzu. Kwa hiyo mimi timu ikishafikia stage hiyo, maanake inabaki kuwa yeye mwenyewe sasa. Ni wewe mwenyewe sasa ufanikiwe au ufeli. Tulisema yani ile mechi za katikati zile. Hapo kwa Abeli kidogo. Nafikiri Yanga shinda hii mechi hajiweki tena kwenye mazingira anafuzu. Akishinda yani ile mechi ya JS Kabylie na Al Ahly, ndio ambayo inachezwa muda mmoja. So muda mmoja ni muda tofauti nafikiri. Sio mechi za mwisho, mechi za pamoja. Za mwisho wanacheza muda. Kwa sababu hii ya leo. Ngoja. Yanga ana pointi ngapi? 5. Si ndio? Alafu FAR Rabat 5. Aleko nyuma yake ana pointi 2. Ana pointi 2. Bado Yanga atafuzu kama akishinda, kwa sababu wakifika mwisho, hata kama Yanga akipoteza mechi ya mwisho alafu FAR Rabat akashinda, ina maana atafikia pointi zile za Yanga ambayo itakuwa head to head, itampitisha Yanga. Sasa akishinda yule, yani JS Kabylie akishinda mechi mbili za mwisho, moja hapo ni zidi ya Yanga. Kwa hiyo ndio JS Kabylie anapita kwa head to head. Dhidi ya Yanga. Sasa mechi ya kwanza walitoka kwa mazingira hayo sawa. Kwa hiyo kama Yanga leo
labda matokeo ambayo yatambeba kama JS Kabylie akishindwa kumfunga afu yeye akashinda. Yeye akishinda. Kwa Yanga anafuzu leo. Wewe kwa mawazo yako Hala atakushinda. Kwa mawazo yako This is football man. Au ni mpira. Yaani kwenye mpira mimi naamini wote mechi si Misri. Kiukweli Yanga ukweli kabisa Yanga. Kiukweli kabisa Yanga katika mechi ambayo wamejizurubu ni mechi na Al Ahly ya Zanzibar. Ile mechi walikuwa na deserve kupata ile. Yaani ile goli lao moja walivyofunga lile walikuwa na deserve kuhakikisha lile goli alirudi. Ni kama Esperance wakitolewa kwenye group stage. Ile mechi ya Dar es Salaam ya Simba ile penalti ya mwisho hawatalala usingizi. Lakini ukiangalia trend kuna namna Yanga walivyoanza tofauti na walivyo sasa hivi. Sababu unajua Yanga wamecheza mechi 3 mfululizo hawajapata ushindi. Sasa katika mashindano kama haya wakati mwingine sio kitu mechi 5 mfululizo pamoja na za ligi. Mechi 3 mfululizo za hatua ya makundi za group stage. Tangu walivyomfunga JS Kabylie Farabat hawajapata tena ushindi. Na wamescore goli moja. Kwa hiyo kuna namna fulani ambapo safu ya ushambuliaji ya Yanga ina kazi ya kufanya kuelekea huu mchezo wa leo. Yaani inatakiwa kuna improvement kubwa Yanga inatakiwa ionyeshe katika mchezo wa leo. Unajua sio kila wakati utabebwa na safu ya ulinzi. Kuna wakati safu ya ushambuliaji inabidi ibebe timu. Naona Mzize karudi pale. Inategemea. Na sidhani kama mwalimu, yani ukiangalia kwa walimu kama hao ambao ni wakubwa, anaweza kumpa nafasi Mzize kama ataona sasa hapa dalili zangu sio nzuri. Lakini kama ataona mambo yanamwendea vizuri kila dakika zinavyozidi kwenda, anaweza kumpa 10 minutes za mwisho au 15 minutes za mwisho. Lakini akiona labda mambo bwana hapa yameharibika, labda tushatanguliwa 1-0 na tunawezekana tukafungwa lingine, unaweza kuta kampa nafasi. Kwa sababu mchezaji aliyotoka majeruhi kama hivi huwezi kuriski yani kwa 100%. Yani lazima utabidi uangalie na hali ya mchezo unavyoenda. Tajiri aweka bilioni 1 mezani. Nimesoma paragrafu hichi tajiri GSM wanasema kwamba ile hamna kwa kila mchezaji. Gazeti ndio limeandika, so mimi au ni so hamna kwa kila mchezaji milioni 40 au mpaka 50. Hii hapa hamna umesema hamna. Hii hapa kuna neno hamna umesema lipo nisome. Kuna ujumbe mfupi sana wachezaji wa Yanga wamepewa na bilionia wao Gharib Saidi Mohamed GSM, na kama wakishinda tu basi hamna kila star ataondoka na si chini ya shilingi 40 mpaka 50 milioni. Lakini ngoja nakuja, lakini milioni lakini yule winga mpya amekwama yani imeandikwa kimbeambea amekwama bwana mwandishi Hatim na Heka. Imeandikwa kinini? Imeandikwa kinini? Hamna. Hiyo mwisho umesema kimbeambea. Sababu unajua ukisoma hiyo habari ndio hapo unapoanza kukumbuka kabla ya hatua ya makundi kuchezwa. Yaani hapo ndio unapoanza kuhusianisha siasa za mpira wa Tanzania kwamba sio kila kinachoongelewa kwenye public ndio kitu ambacho kiko kwenye malengo ya ndani. Wakati hatua ya makundi haijachezwa, Yanga walisema target yao ni nini? Makundi. Ni makundi ambao washafika, lakini angalia hujawahi kusikia kwamba wachezaji waliwekewa bilioni 1 ili kufuzu hatua ya makundi. Lakini leo wanawekewa bilioni 1 ili kufuzu robo. Kwa hiyo unajiweka kwanza salama. Lakini pia msikilize hata ofisa habari wa Yanga alipokuwa anasema kwamba nguvu yao kubwa wanaiweka kwenye mchezo huu, yani wanamaliza silaha zote kwenye mchezo huu. Yani wakati wao tayari malengo washatimiza, lakini jiulize kwa nini. Kwa hiyo ina maana kuna malengo ya nje ya kushusha pressure ya mashabiki na wanachama, lakini kiuhalisia kuna target yao ambayo hawataki kuitangaza nje. Haya, hiyo ikiwa ni kwa upande wa Yanga, na tuelekee katika mechi nyingine ambayo itachezwa saa 1, Azam na Maniema. Mimi naifananisha sasa hivi ile Maniema na kama TP Mazembe inayokuja ayo ilochangamka, naweza nikasema hivyo, katika ligi ya Kongo DR.
kwa sababu imefanya vizuri katika kundi lake, na wiki iliyopita walimfunga Wydad nyumbani. Leo hii wapo Zanzibar. Kundi la Azam Wydad ana pointi 9 ambaye leo hii anacheza na Nairobi. Kesho wanacheza na Nairobi United FC. Maniema ana pointi 9 ambaye yuko Zanzibar, atacheza na Azam FC ambayo ina pointi 6. Azam ana michezo miwili imebaki, ikiwemo huu wa Maniema na Wydad. Na mwingine ugenini. Na mwisho anamalizia ugenini. Na mwisho anamalizia ugenini tarehe 15. Mahesabu yako vipi? Hapa si tunaangalia mahesabu. Kuna kwenye mahesabu ya Simba kuna kalkuleta mbovu imekataa. Unajua ndio kama nilivyokuambia nilivyosoma kwenye page ya nani. Alikokotoa na hii. Hiyo ndio kubwa. Yaani skuli ya Azam alivyoshinda mechi ya pili, ile ya pili hapa Dar es Salaam. Nani Zanzibar na Nairobi. Mwandamizi aliweka hesabu pale. Mapema sana akaziweka baada ile point 6 kuwepo nazo Azam. Haya, hii ikoje? Moja changamoto ambayo Azam anayo ni kwamba mechi mbili anazomaliza ikiwemo hiyo ya ugenini anaosema foul ya Wydad. Yeye alishafungwa mechi za kwanza. Hapo kwa maana kwamba mahesabu yanakuwa head to head ama kwa hiyo mbele itakuja kuwa head to head. Lakini kuna jambo lingine ni kwamba Maniema ana rekodi nzuri anapocheza nyumbani. Sababu mechi zote mbili kashinda nyumbani. Naona na moja alishinda away na Nairobi. Kwa hiyo anaenda kumaliza na Nairobi Kongo. Kwa hiyo unafikiri unaweza kuona ugumu ambapo upo. Mimi siwadai Azam kwa kweli. Yaani sina chochote cha kuwadai kwa mimi. Nafikiri ni fantastic season kwao. Kuna vitu sana vingi wametuprove vizuri tu na ni credit kwao kwa kweli. Sioni kama kuna pressure yoyote kwao, yani kutokucheza robo finali. Labda kikubwa consistency iendelee tu kwamba na mwakani. Wasiwasi wangu kwenye mchezo wa leo wa Azam na Maniema sio msimamo wa kundi ulivyo au labda ya pointi. Wale Maniema wanacheza vizuri. Yaani achana sio kwamba wamemfunga sio Wydad sio na hivi na hivi na hivi. Wale jamaa wanacheza vizuri. Yaani timu yao ambayo inaonekana iko organized. Yaani hicho ndio kinachonipa zaidi wasiwasi kwenye mechi ya leo. Kwamba Azam anaweza akategua ile kitendawili cha tofauti ya mabao mawili au matatu. Kwa sababu Azam sio tu anatakiwa ashinde leo, lakini anatakiwa ashinde kwa tofauti nzuri ya mabao. Tumejiona Azam hata hizo mechi ambazo ameshinda kwenye mashindano, ameshinda mechi mbili, hakutengeneza tofauti kubwa ya mabao. Yaani ukiangalia mechi ya kwanza na Nairobi kashinda 2-1. Mechi ya pili na Nairobi kashinda 1-0. Lakini tazama Maniema wanavyocheza. Yaani kama uliangalia Jabiri hata Nkini ile game ya kwanza wamecheza na Wydad, unakumbuka Morocco. Yaani jamaa alitoa performance bora sana ugenini. Yaani mpaka watu walikuwa yani wengi tuliamini mechi inaenda kumalizika kwa sare. Goli la dakika za jioni ndio likawabeba Wydad. Na hata mechi ya Kongo unaona kabisa Wydad alikuwa yuko off. Lakini hata Azam ukiangalia akapoteza kwa goli 2-0. Wameenda kucheza na Nairobi, wameshinda away 1-0. Kwa hiyo unaona ni timu fulani ambayo ikiamua kulock safu yake, yani kwamba tunafunga duka, sio rahisi anayewe kuwafungua. Lakini nao wakiamua kusema kwamba sasa tunakuja kwako, wanaweza wakapata kitu. Hicho mimi ndio kinachonipa wasiwasi sana kwenye mchezo wa leo. Twende wasikize wachezaji wa Azam FC wakiwa wanauzungumzia mchezo huo ambao nao utachezwa majira ya saa 1 usiku sambamba na ule mchezo wa Simba kwa siku ya leo. Napenda kuwakaribisha Watanzania wote na Wazanzibari kwa ujumla siku ya Jumamosi dhidi ya Maniema Union. Kwa hiyo naomba Watanzania kwa ujumla, hiyo mechi ya kulipa kisasi, mechi ya kuja kutiba maumivu ambayo tuliyopata kule Kongo. Kwa hiyo tunaomba Watanzania wote waje kwa wingi katika mechi hiyo ili kuja kutupa nguvu ya kulipa kisasi. Inawezekana mechi ya kisasi.
Habari, Himid Mkami. So tunaomba washabiki wa Azam FC wote hapa Zanzibar na Dar es Salaam waje wa support kwenye game. Nafikiri safari ilikuwa nyepesi, lakini so far tuna 50% ya ushindi. Sasa tumeshinda mechi 2, tumepoteza 2. So tunataka kuongeza 10% zetu za ushindi, tuongeze na point zetu kuweza qualify kwenye mchezo unaokuja. So mmoja wetu ndio nguvu yetu. Tunaomba mje kwa wingi, mtu support na sisi tutaangusha. Asante. Bwana, naitwa Idi Nado, mchezaji wa Azam FC. Tunakaribisha mashabiki na wapenzi wa soka wote wa Tanzania kwenye mechi yetu ya tarehe 7 dhidi ya Manyema Union. Kuja kwenu kwa wingi ndio ushindi wetu. Tunaomba sana, tuko chini ya miguu yenu. Tunaomba mashabiki wa Azam FC na wapenzi wote wa soka waje kushuhudia mchezo, maana tukiwaona wao naamini sisi tutapata nguvu na kuweza kuweka effort kuweza kushinda mechi hiyo. Na hizo pointi 3 ni pointi muhimu sana katika mechi hii. Kwa hiyo tunaomba mje mtujazie uwanja ili tuone, ili tupate nguvu. Kwa majina naitwa Lusajo Lukaga Mwekenda, captain wa Azam FC. Ningependa kuwakaribisha mashabiki wote wa Azam FC, kwani tulianza safari pamoja, tunahitaji kuhitimisha kwenye hizo mechi 2 pamoja. Kwa hiyo tuna mechi yetu na FC Manyema, tunategemea uwepo wenu, kwa maana uwepo wenu ni nguvu kubwa sana kwetu, kwani mwoga mnatupusha na tuwapo nyuma. Kwa hiyo nyinyi bila sisi na sisi bila nyinyi sio kitu. Kwa hiyo tunaomba sana mkaribie katika uwanja wa Amani, mtupush kadri tuwezavyo tuweze kupata point 3 hizi ambazo kila mwana Azam FC anazihitaji. Karibuni sana wana Azam FC. Naitwa Mzee Hassan, mchezaji wa Azam FC. Tunaomba washabiki wetu na wadau wa soka tunawakaribisha sana katika mechi ya kesho kutwa ambayo itachezwa tarehe 7. Mechi yetu zidi na Manyema FC. Support yenu inatupa nguvu sana katika kupata pointi 3. Ushirikiano wenu tunauhitaji sana. Karibuni sana katika mechi ya kesho kutwa. Asanteni. Wanangu wa Azam FC, na Sanel Chilambo hapa. Niko mbele zenu tena kwa ajili ya kuwakaribisha katika mchezo wetu ujao, maana ni mchezo ambao ni muhimu sana kwetu sisi, maana tulipotoka ni mbali na hapa tulipokuwa ni tunaelekea ambako stage ambayo ni ngumu sana. Kwa hiyo haya, hiyo ikiwa ni wachezaji hao wa timu ya Azam wakiwa wanatoa matumaini ya kuweza kurejea, wanarejea katika uwanja wa mechi, na leo hii usiku wanacheza, na hivyo basi mashabiki pale Zanzibar wataweza kushuhudia mechi hiyo. Tumemsikia Feitoto wanataka kulipiza kisasi. Kati ile mechi ya kwanza walifungwa kule Kongo 2-2. Kama alivyosema Abeli, uwiano wa magoli unazidi kumshtua, lakini unajua kiwanja cha nyumbani kinasaidia. Kaka, ujipange vizuri. Ujipanga vizuri. Na pia kinasaidia kiwanja cha nyumbani, mashabiki wako, kila kitu kinasaidia. Kwa hiyo tunaamini Azam FC itatuonyesha mchezo mzuri kwa siku hii ya leo. Nafikiri kama alivyosema Jabiri, yani sisi Azam sidhani kama kuna mtu anawadai. Yani Azam wameshafanya kazi yao. Unajua ukitoa Simba, Yanga huku, timu zingine zilikuwa zinafikaga, zingine hata goli moja hazifungi kwenye mechi, kwenye hatua ya makundi. Unaona, kwa hiyo mimi nafikiri wameshafanya kazi yao. Na ukiwatazama hao Azam sasa, mpaka sasa hivi ndio wamezuia hilo kundi, timu hazijafuzu. Timu zimefikisha pointi 9 lakini haziwezi kufuzu kwa sababu ya Azam. Unaona, kwa hiyo bado ni msimu wao wa kwanza wamekuja. Alafu unaangalia saa nyingine mechi inachezwa, unaiangalia Azam hivi, unaona wamecheza under 17. Unataka nini? Yani kila kitu wamekupa bwana Faustino. Yani una chochote cha kuadai. Fanya vizuri, mimi nafikiri hatua yao hii ni nzuri, lakini sasa shida ni kwamba ukishafika hatua hii unatengeneza deni. Yani itakuwa ni lazima Azam iwe ni maisha yao sasa. Yani hakuna mtu atakao wasubiria tena Azam msimu ujao wanafika kwenye kombe la shirikisho au ligi ya mabingwa alafu wanaishia hatua ya awali. Sasa hivi huku umeshakuwa ndio maisha yao. Sasa hili ni deni wamelitengeneza. Kama ambavyo kuna kitu aliandika Chazi kwenye page yake Instagram. Wanamfuatilia. Anasoma, yani mimi nasoma. Sijui Yankini page yake wala Fausti, lakini ya Chazi hata kama nimeona habari kaandika, nitatulia tu jioni nitasoma. Unaona, nitakumbuka Chazi kuna kitu aliandika. Chazi kuna kitu alikiandika wiki moja au mbili kuhusu Azam. Yeye alizungumzia eneo la mabeki wa katikati wa Tanzania kwa sasa hivi. Kwa hiyo akaizungumzia AFCON ya mwaka 2027. Sisi Tanzania swala la mabeki wa katikati Tanzania hakuna tena shida, kwa sababu Azam wametuletea kaenda kuongeza ushindani zaidi.
Na mimi nilicomment pale, na kuna mtu mmoja wa mpira sana naye akacomment, afande mmoja hivi akacomment. Na unajua chazi ya kujua kama yule ni afande fulani hivi anaitwa Faimu, akacomment pale. Mimi anachokisema Fau ambacho nataka kuongeza. Yaani mimi naiombea Azam mwakani iwepo tena kwenye haya makundi. Kwa sababu kwa wachezaji hao wadogo ambao wamewachezesha kwenye mashindano haya, kama wanaweza kupata nafasi tena ya Azam kwenye group stage wakacheza, yani tutakuwa na timu nzuri sana ya taifa. Nzuri mno. Na watu wanashindwa kujua kwamba kwa nini mwaka huu sisi kwenye AFCON tumeweza kuidindia Uganda. Yani watu wameshindwa sana kujua. Lakini sisi Uganda tumewakomesha mwaka huu kwenye AFCON kwa sababu moja. Sisi wachezaji wetu wengi ukiachana na wale wa kucheza nje, yani wakina Bwana Samata, yule nani namba 6 yule ambaye alitokea watu wengi hawamjui. Mabula. Lakini sisi kilichotusaidia ni kwamba wachezaji wetu wengi waliocheza AFCON wengi wanacheza kwenye mashindano ya vilabu barani Afrika. Uganda hawana timu inayocheza mashindano ya vilabu barani Afrika. Ndio maana watu wakawa wanashangazwa na performance ya Mwamnyeto. Lakini kwenye ligi Yanga Mwamnyeto afanyaje? Achezi kwa sababu ya yale mashindano. Lakini kwenye CAF anacheza Mwamnyeto. Si ndio ninachosema? Yani kwamba ile experience ya Mwamnyeto. Jabiri anachomaanisha ni kwamba hata hiyo CAF unaosemea anacheza. AFCON ndio imempa nafasi Mwamnyeto kwa sababu kabla ya AFCON ndio Mwamnyeto alikuwa yuko bench sana. Ni pongezi kwa kocha wa Taifa Stars Gamondi ambaye hakuangalia hata ile kukaa kwake nje, akamwinkludi kwenye cost yake, na alichokifanya tumekiona wote. Na unaweza kuona sisi mwaka huu tumeenda kwenye mashindano ya AFCON. Moja ya jambo ambalo Watanzania wote tulikuwa tuna wasiwasi ni eneo la goalkeeper. Sina au nikosea kwa bwana goalkeeper hapa inakuaje? Lakini tumeweza kuona kwamba kumbe haya mashindano ya vilabu barani Afrika yanaweza kumjenga mchezaji katika level fulani. Yule nani amecheza mechi mbili tu za shirikisho, si ndio? Yule nani Foba. Mbili tu kacheza. Na Meniema akacheza na Wydad. Lakini unamuona alivodaka, alianza kuwa na makosa madogo, lakini unamuona ile calmness yake uwanjani, anavyoongea na wachezaji wake. Kwa hiyo sisi tukiendelea kama Salanga kaja akacheza mechi. Sawa, asante. Kaja kwenye timu ya daraja A. Tutaendelea. Masalanga kacheza mechi mbili, kaja kwenye timu ya daraja A. Okay, asante, tutaendelea. Twende kwa Mwembe Yanga ambapo Ali Bakari yupo na mashabiki. Ali, vipi magazeti bado yapo katika mitaa ya Mwembe Yanga hapo? Asante sana Filipo Cyprian. Bila shaka taswira ya nyuma inajionyesha ni eneo ambalo lipo pembezoni kabisa mwa barabara ya kuelekea huko Tandika. Na hapa ndio Mwembe Yanga, uwanja ule wa Mwembe Yanga ule ni huu hapo, ukuta unaweza kuona nyuma yangu huko. Kwa hivyo shughuli za usafiri zinaendelea, lakini pembezoni hapa kuna magazeti. Mimi na ndugu yangu Jafet Mrisho tumeamkia hapa asubuhi ya leo kuyaangazia kidogo yaliyoandikwa katika magazeti na kuwasikia wenyewe wenye timu zao wanasemaje. Leo hii kuna timu 3 za Tanzania zikiwakilisha peperusha bendera ya Tanzania katika anga la kimataifa. Azam FC, Young Africans, Simba Sports. Azam FC na Simba Sports watacheza majira ya saa 1, lakini majira ya saa 4 kwa saa za Tanzania ndio Young Africans itakuwa inapeperusha bendera kule nchini Morocco. Simba tunafahamu kwamba wapo nchini Angola kule, na Azam FC wapo Zanzibar. Yote ni mambo ya kimataifa, na kesho Singida Black Stars. Sasa tuangazie kidogo gazeti la Mwanasport. Nilikwambia tu Filipo na watazamaji wa kurasa za mwisho, kuna hali ya mvua ya hapa na pale. Kwa hivyo kwenye gazeti hapa pamewekwa nailoni kidogo kuzuia yasilowe, lakini ndugu yangu mwenye magazeti hapa amenitolea gazeti hili ili watazamaji wa kurasa za mwisho waweze kuliona vizuri. Linasemaje? Siku ya hukumu, na unaweza kuona wachezaji wa timu 4 wakiziwakilisha timu zao hapo. Depu wa Yanga, lakini Gomez wa Simba Sports, Selemani Mwalimu huyo, Faisal Salum ama Feitoto wa Azam FC na Maruf Shakei wa Singida Black Stars. Haya yote yanaashiria zile timu 4 ambazo zinawakilisha Tanzania katika anga la kimataifa, kombe la shirikisho na ligi ya mabingwa. Chini uko anasema tajiri aiweka Yanga bilioni, aiwekea Yanga bilioni 1. Baka atunisha misuli Angola. Azam Maniema mtego. Huyo ni kocha wa Simba Sports huyo Baka, bila shaka aliyetajwa hapa. Asante sana ndugu yangu. Yes.
Gazeti la Uhuru nyuma anasema Depu Pacome kuibeba Yanga na picha hapo ya Depu, picha ya Pacome bila shaka utaiona hapa. Azam Maniema mechi ya kisasi huko pembeni. Faisal Salum anawakilisha hiyo Azam FC. Sasa yes, shukrani sana ndugu yangu. Ngoja sasa tuzungumze. Yes, hili gazeti la Habari Leo lenye linasema karata muhimu Yanga Azam. Haya ni mambo. Asante sana ndugu yangu. Alikuwa ananipa ushirikiano mzuri kabisa kupata haya magazeti. Bwana huyu ndugu yetu muda mrefu alikuwepo hapa. Yeye anageukia kwanza huku sasa wakuone nyumbani vizuri. Mambo vipi? Fresh. Umeamka na jezi ya Yanga. Ni kweli wewe ni mwananchi? Mwananchi Galagala. Unaitwa nani? Naitwa Ali Idi. Yaani wewe sio mwananchi tu, na mwananchi wa kugalagala. Naswa. Maana yake ukila chuma tatu leo hii utagalagala. Siwezi kupiga chuma tatu. Hauwezi? Haiwezekani. Bwana wewe faraba tu. Ni kweli nakwambia. Wapo nyumbani. Kwani wewe Jessica Billy tucheza nao wapi? Walikuwa nyumbani kwao? Ilikitokea. Ukatoka nao sare. Suluhu. Mwenyezi Mungu anajalia ndio tukasale sare vile vile au tukashinda. Unataka matokeo gani leo hii? Mimi nataka sare kule. Unataka sare tu? Sare tu. Kwa nini sare? Tanisaidia kwenye mechi ya mwisho Jessica Billy nampiga hapa atoki. Kwa nini usiondoke na tatu kabisa? Mwenyezi Mungu akipenda tatu sio mbaya, lakini sasa nataka sare. Unaona hizo sare itapatikana? Itapatikana kwa Mwenyezi Mungu. Wachezaji gani unafikiri wanakupa matumaini kusema kwamba utaipata hiyo sare unayoitaka? Na Depu na Pacome Mzize karudi. Watanifungia magoli tu leo. Depu Pacome Mzize. Golini? Goli kuna Diara. Hebu tupangie kikosi chako leo, unafikiri kitaweza kukupa hiyo sare au kuondoka na alama tatu? Diara, mwenda kulia, kushoto Zimbwe. Jobu, Baka na Mwamnyeto. Damalo, Maxi, Pacome, Depu na meza na Okero. Prince Dube anaanza kwenye benchi. Anaanza kuna ubao na Nzizi anaanza kuna ubao. Anakuja kumaliza shughuli kipindi. Bila shaka. Bwana tabasamu litoka asubuhi bwana litadumu hili kweli? Wewe nitafute tu. Mechi inachezwa saa 4 ujue hapa. Kesho njoo tena utanikuta hapa. Basi sawa, utakukuta hapa kweli? Utakukuta na katika magazeti. Hebu ndio tupate shabiki wa Simba. Shabiki wa Simba. Hakuna shabiki wa Simba? Upo mwanao? Shabiki wa Simba angalau. Hakuna shabiki. Bwana wewe shabiki wa timu gani ndugu yangu? Shabiki wa Simba. Sasa mbona unajificha ficha? Shida nini? Ficha. Hebu angalia huko sasa nyumbani wako. Unaitwa nani kwanza? Mimi naitwa Eriki. Sasa mbona kama vile nilikuwa nauliza shabiki wa Simba? Umeuliza shabiki wa Simba, tupo wengi, sio lazima nitokeze mimi. Sawa, upo Angola kule unacheza na Petro Atletico. Hapa ulipoteza nyumbani, lakini hapa sasa upo ugenini. Unaizungumzaje? Mechi ni ngumu. Ile hali ya kujiamini tumeshaipoteza. Umeona? Kwa hiyo lolote linaweza kutokea. Unatamani matokeo ya aina gani? Ya kushinda. Unataka kushinda? Napenda kushinda ndio. Lengo iliwe nini? Tengeneza tu heshima. Tengeneza heshima. Isitoke kinyonge. Hutaki kutoka kinyonge. Sitaki kutoka kinyonge. Usajili umefanyika katika dirisha dogo. Mchezaji gani ambaye umeona kabisa kwamba huyo ameingiza kitu kipya Simba Sports? Yule namba 9 Agei. Sorry? Agei na Chama. Chama zani. Chama. Kuna msubiri kwa hamu? Sio mbaya. Unazungumzia Libase Gay? Libase Gay. Yule Msenegali, si? Ameongeza kitu. Ameongeza kitu. Ndio. Sawa kabisa. Sheikh, karibu bwana. Salama kwanza. Salama. Upo vizuri? Alhamdulillah. Sisi hapa tunazungumzia michezo. Leo hii hapa kuna timu 3 za Tanzania ambazo zinapeperusha bendera katika anga la kimataifa. Wewe unafuatilia michezo? Ndio nafuatilia. Wewe shabiki wa timu gani? Mimi shabiki wa Simba Sports Club. Simba Sports? Naam. Mwenendo wa Simba msimu huu unauzungumzia? Mwenendo wa klabu msimu huu kuna changamoto katika uongozi. Nadhani hata wewe unafahamu. Sawa. Leo hii hapa mpo Angola kule kucheza dhidi ya Petro Atletico ambao hapa nyumbani mlipoteza. Huu mchezo unaozungumzia? Mchezo sababu mpira ni mchezo wa makosa na wao pia wanaweza wakafanya makosa tukatumia na sisi nafasi. Usajili uliofanya katika dirisha dogo, unafikiri leo hii mchezo utakuwa tofauti na vile ambavyo mlicheza katika raundi ya kwanza? Na imani usajili wa dirisha dogo Simba imebadilika. Mchezaji gani amebadilisha Simba? Ni Chama. Chama unaona toka inge Chama kidogo kuna mabadiliko. Hata tulipocheza hapa na Waarabu Chama kidogo Esperance de Tunis umeona matokeo alofanya, lakini mistake imetokea kama mistake, basi tunasonga mbele. Sema unaitwa nani? Mimi naitwa Abdulrahim. Nashukuru kwa ushirikiano wako. Asante sana. Asante.
Naam, Filipo Cyprian, haya ndiyo maoni ya mashabiki wa timu zote mbili kwa maana ya Yanga, Simba wakizungumzia mechi za leo hii. Tunafahamu kwamba Simba itacheza majira ya saa 1 na Azam FC majira ya saa 1, lakini Young Africans itacheza majira ya saa 4 kwa saa za Tanzania, lakini kule Morocco itakuwa ni majira ya saa 2 usiku. Uondo huu wote kwa hizo mechi za ligi ya mabingwa utaupata kupitia Azam Sports 2 HD, lakini mechi ya Azam utaipata kupitia Azam Sports 3 HD. Lipia mapema kisimbuzi chako. Mimi na mwenzangu Jafet Mrisho ndivyo tunamaliza hivyo kutokea hapa eneo la Mwembe Yanga katika kibanda hiki cha magazeti. Asante sana Ali Bakari kutokea hapo Mwembe Yanga, na nikujuze tu katika kundi C ndo tunamalizia hivyo timu ya Singida Big Stars, Singida BS Black Star. Singida Big ama Black Stars. Black Star. Kwa watu wanasema BS. Singida Big Star ilishakufa, haipo sasa. Okay. Hao ni Singida. Ile BS ulikuwa umepatia tu. Yaani ingebadilika pale kwenye zile bia katikati. B inatuchanganya. Haya, Singida yeye yupo leo yeye atacheza kesho na Belouizdad, kocha ambaye aliwahi Ramovic aliwahi kuifundisha Yanga. Yupo kashakuja na hapo ni Zanzibari. Pia kesho against Chazawa yupo yuko Belouizdad. Hivi kashaenda na kurudi na kusajiliwa na kwenda na kurudi. Yuko Zanzibar hapo. Mimi usajili unajua huo sasa hivi akafu umenichanganya. Lakini umesaidia sana kuviboost vilabu. Umesaidia sana kuviboost vilabu. Yaani wamerahisisha kipindi kile kipo kuna Euro class, huwezi kucheza, sijui umecheza wiki iliyopita huku huwezi. Sasa hivi naona yani fresh na imeboresha. Na nafikiri vilabu wengi watakao wamefurahia sana kwa sababu wameona kwamba the way ambavyo vilabu waweza fikiria kama Simba walivyoongeza wachezaji. Ingekuwa wale wengi ambao wameshacheza, kwa mfano yule walomsajili kutoka Stellenbosch, sikacheza Confederation. Lakini mimi nitaka Longomba, mbona nani Longomba wa Simba hakucheza kabisa. Loemba hakucheza kabisa hiyo. Labda atacheza leo labda. Muangalie leo labda kumuona leo. Haya, Singida, mahesabu ya Singida nitaje ili mahesabu yasikosewe. Belouizdad anaongoza akiwa na pointi 9. Alafu Otoho ana pointi 6 ya Congo Brazzaville. Alafu Stellenbosch ana pointi 4, Singida ana pointi 4. Pigwa nipite. Maana yake ukiziangalia hizo zenye pointi 4 hizi, Singida anacheza na Belouizdad Singida akishinda na 7. Hawa Otoho anacheza na Stellenbosch. Ninachofurahia mimi hao Otoho mechi ya mwisho anaenda kumaliza nafikiri na Belouizdad kule Algeria. Kwa hiyo kama Singida atashinda leo anaweza kujiweka kwenye position nzuri sana. Bila pia Belouizdad akitoka sare leo tu anafuzu. Kesho akitoka sare Belouizdad anafuzu. Sasa hapo ndo tutakuja kwenye ile hoja ya Simba au Stellenbosch. Yaani kwa level ya Stellenbosch na level ya Lokundi, akikuwa maana anakuwa anapita njia ile ile ya Simba. Yaani kutoka nusu finali ya CAF Confederation mpaka kuishia, yani kutoka mwaka huu alikuwa na msimu mbaya. Watakuwa wawili wote ambao walikutana nusu finali wote wameishia njiani. Msimu nao walikuwa na msimu mbaya, hata kwenye ligi hadi sasa hivi bado ana msimu mbaya. Huyo Belouizdad. Bwana unaona na Belouizdad yale tu. Asa Belouizdad tofauti na Stellenbosch. Hao tunawazungumzia ujue semi-finalist. Yaani timu ambayo imecheza semi-final last season. Tena Stellenbosch yuko kwenye mashindano hayo ya mwaka jana ambao alifika nusu finali. Mwaka akacheza nusu finali, mwaka huu anaikaeka. Anapepesa macho kuvuka. Amna. Singida nao ni kama Azam. Nao watu wadai. Kweli watu wadai. Alafu wao wamekuwa na majanga mengi sana. Kama Azam tunao kocha wao, kocha kaondoka. Lakini pia kuna kitu nimekumbuka kuhusu Azam. Azam kama akishinda mchezo wa leo ndo ataika rekodi kuwa timu ya kwanza Tanzania kuondoka na pointi nyingi ikishiriki kwa mara ya kwanza kwenye group stage. Asante jamani, tumefika tamati ya kurasa za mwisho kwa siku ya leo. Tumefanikiwa kupita
katika vilabu vingi vya Tanzania ambavyo leo hii inacheza. Pia ligi kuu soka Tanzania bara inaendelea. Kwa hiyo usikose kufuatilia channel zetu ili uweze kushuhudia michezo mingi. Leo hii kuna michezo kuanzia mchana mpaka ile Yanga inaanza saa 4. Kwa hiyo kimahesabu amna saa 6 usiku. Kwa hiyo saa 6 usiku, kwa hiyo unaweza ukafanya tu remote yako, bandua kwenda katika hatua nyingine. Mimi ni Philip Cyprian pamoja na Charles Abel, Jabiri Juma, Faustini pamoja na Philip Mkini, tukiwa tunahitimisha kurasa za mwisho kwa siku hii ya leo. Siku njema.